Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa 5 ambazo ndoto hizo utakapoziota ujue kwamba nyota yako wewe ni kali sana na nyota yako pia inang'aa sana kuzidi watu wengine. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe ni tofauti, wewe sio kawaida. Wewe ni tofauti katika hiyo familia uliopo, wewe ni tofauti katika hiyo kazi uliopo, wewe ni tofauti katika hiyo biashara uliopo. Huenda umekuwa ukiota ndoto nyingi sana kwenye maisha yako ambazo haujui maana yake, na pengine ndoto hizi zimebeba hatima kubwa sana kwenye maisha yako. Lakini Mungu amekupangia wewe kuja kuwa kiongozi mkubwa. Mungu amekupangia wewe kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Mungu amekupangia wewe kuja kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Mungu amekupangia kuja kuwa mtu mkubwa mwenye influence, ambassador, balozi, chochote kile. Na ndio maana siku ya leo unatakiwa ukae mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha kwamba kama umeota ndoto hizi zinazoonyesha kwamba wewe nyota yako ni kali sana, ni jambo gani unalotakiwa kufanya kwenye maisha yako. Kwa sababu shida sio kuota. Wengi wanaota lakini maisha yao yako vile vile. Ni hatua gani za kuchukua ili nyota yako hii iweze kung'aa sawa sana vile unavyoona kwenye ndoto ambayo unaiota. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto kubwa ya kwanza ni ndoto ya kuota unapaa angani. Naomba nirudie kwa makini sana ndoto hii. Ndoto hii ni ndoto ambayo inaonyesha mtu mwenye nyota kali sana. Ndoto hii inaonyesha kwamba wewe Mungu amekupa nguvu ya kupaa. Mungu amekupa nguvu ya kwenda mbali. Mungu amekupa nguvu ya kuenda mipaka mingine isiyokuwa kawaida. Yaani wewe utakanyaga nchi zingine, utagusa katika falme zingine, utaenda kwenye nchi ambazo huenda hata wazazi wako walikuwa hawajaitembea. Utafika sehemu ambayo hata wazazi wako walikuwa hawajafika. Inawezekana wachawi wanapambana sana kwa ajili ya kuweka vizuizi kwenye maisha yako. Wanapambana sana kwa ajili ya kuweka vizuizi kwenye kazi yako. Wanapambana sana kwa ajili ya kuweka vizuizi kwenye mahusiano ulionayo, kwenye kazi ambayo uko nayo. Lakini ndoto hii ya kupaa inaonyesha kwamba wewe umeweza kuviruka vile vizuizi. Umeweza kuruka vile vipingamizi ambavyo umewekewa kwenye maisha yako siku ya leo. Na ndio maana hata maandiko matakatifu yanatuambia kwamba wale wamngojao Bwana watapewa nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai. Ina maana hii inaonyesha kwamba kuna nguvu mpya ambayo inaachiliwa kwenye maisha yako siku ya leo. Kuna nguvu mpya ambayo inaachiliwa kwenye kazi zako siku ya leo. Kuna nguvu mpya ambayo inaachiliwa kwenye biashara yako siku ya leo. Na pia ndoto hizo za kupaa angani huwa zinaonyesha elevation ama kupandishwa ama kuinuliwa. Yaani kama unavyoona kule kwenye ndoto unapaa juu, huenda katika maeneo ya kazi utakwenda kupandisha cheo. Huenda katika hiyo biashara ambayo uko nayo utakwenda kuinuliwa. Huenda katika hayo mahusiano ulionayo basi atatoka kuwa mahusiano ya kawaida mpaka yataenda kuwa ndoa. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, kama bado haujalike video hii na unabarikiwa mpaka hapa tulipofika, basi unaweza kulike mahali pale. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unavaa viatu, na viatu vile vinaweza kuwa ni viatu vikubwa sana kule kwenye ndoto. Ndoto hii inamaanisha kwamba nyota yako ni kali sana kwenye upande wa mamlaka. Yaani Mungu amekupa uwezo mkubwa sana wa kuweza kumiliki na kutawala. Yaani ni hivi, kila eneo unalokanyaga kwenye maisha yako utamiliki. Kila eneo unalokanyaga kwenye maisha yako utakwenda kutawala. Kila eneo unalokanyaga kwenye maisha yako utakwenda kukua na kuongezeka. Yaani wewe sio kawaida. Watu wengi wanaota ndoto za namna hii wanakuwa wanaheshimika sana. Unakuwa na ile hali ya utisho. Unapoingia sehemu watu wanakusikiliza kile unachotaka kwenda kusema. Watu wanasikiliza kile unachotaka kwenda kuongea. Kama ni point ambayo unaenda kuongea ama kama ni kitu ambacho una suggest kiweze kufanyika kwenye hilo ambalo unalifanya kama kampuni ama kama familia, unajikuta kwamba watu wanakuwa nakusikiliza kwa makini na yale mawazo ambayo unayatoa wanakwenda kuyafanyia kazi. Sasa ukali wa nyota yako inategemeana na size ya viatu ambavyo umeviona kwenye ndoto umevivaa. Kwa sababu kuna watu wanaota wanavaa viatu na kule kwenye ndoto wanaota wanavaa viatu, wanaona viatu vile vinawatosha vizuri kabisa. Hii inamaanisha kwamba wewe una nyota kali sana ya mamlaka na pia una nyota ya utajiri. Lakini tofauti ya kwamba kuna watu wengine wanaota wanavaa viatu lakini vile viatu vile vinakuwa ni vikubwa sana. Hii inamaanisha kwamba wewe mamlaka yako sio ya kawaida. Yaani mamlaka yako wewe ni kubwa sana, nyota yako wewe ni hatari, nyota yako wewe sio ya kawaida. Nyota yako wewe ni kali sana. Ndio hawa watu tunakuta ni wafanyabiashara wakubwa, ndio hawa watu wanakuja kuwa marais, ndio hawa watu wanakuja kuwa wabunge, ndio hawa watu wanakuja kuwa mawaziri. Yaani hata kama ni nyadhifa za uongozi, basi nyadhifa ambazo wanashika watu ambao wanaota wanavaa viatu vikubwa sana, wanashika nyadhifa za juu sana. Na ndio maana hata katika maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 6, Mungu anamwambia Yoshua kwamba mahali popote utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki. Inamaanisha kwamba kwenye nyayo ndiko kunakokaa nguvu za kumiliki. Sasa unapoota unavaa viatu, viatu ni ishara ya miguu, viatu ni ishara ya nyayo zako. Hii inaonyesha kwamba wewe kwenye maisha yako una nyota kubwa sana ya kumiliki na kutawala. Nyota yako wewe sio ya kawaida. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado haujalike video hii na inakubariki mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa ndoto kubwa ya tatu ambayo inaonyesha kwamba nyota yako ni kali sana ni ndoto ya kuota wewe uko na mimba. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba ndani yako wewe umebeba kitu kikubwa sana. Ndani yako umebeba jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba wewe una nyota kali sana na kuna kitu kikubwa ambacho kinaenda kuzaliwa kwenye maisha yako. Na pia zinaonyesha muda wako uliobakia mpaka kwenda kupokea muujiza ambao umekuwa ukimwomba Mungu kwa muda mrefu. Kwa mfano, kama kule kwenye ndoto tumbo lako linaonekana ni dogo, hii inamaanisha kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo Mungu anakwenda kulifanya kwenye maisha yako. Ni kweli nyota yako ni kali sana, lakini muujiza wako umebakia muda mrefu kidogo ili kwenda kuupokea. Lakini kama unaota tumbo lako ni kubwa lakini sio kubwa sana, hii inaonyesha kwamba kuna muda ambao umebaki wewe kwenda kupokea muujiza. Na muda huu sio muda mrefu sana, ni muda wa kawaida tu. Lakini kama
Kama unaota umebeba mimba na mimba yako ni kubwa sana, hii inamaanisha mbaki muda mchache sana mpaka wewe kwenda kupokea muujiza ambao unahitaji kupokea kutoka kwa Mungu. Lakini kinyume chake, kwenye ndoto unapoota kwamba una mimba lakini ile mimba inaharibika, ile mimba inakuwa aborted, ile mimba inatoka kule kwenye ndoto ambako unakuwa umelala, hii inamaanisha kwamba una nyota kali, ni kweli, lakini kuna roho ambayo imesimama kwenye maisha yako ambayo inataka kuharibu ule muujiza ambao umeubeba, ambayo inataka kuharibu ile nyota ambayo iko ndani yako. Ndoto ya 4 ni ndoto ya kuota unamiliki gari nzuri, nyumba nzuri, ama unamiliki vitu vikubwa vikubwa au vile vitu vya thamani. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba una nyota kali sana. Nyota ulionayo wewe ni nyota ya mafanikio. Inaonyesha kwamba wewe kuna vitu vikubwa utakwenda kumiliki. Yaani ndani yako wewe utakwenda kumiliki vitu vikubwa vikubwa. Utakwenda kushika vitu vikubwa vikubwa. Kuna mwingine unaweza kaa kwenye ndoto unaota labda unapewa gari na mtu. Hii inamaanisha ni kweli una nyota kali, lakini mali zako wewe Mungu atafungua milango kupitia watu wengine. Au kuna mwingine unaweza kaa kwenye ndoto unaota kwamba vile vitu ni kama unanunua mwenyewe. Yaani kama ni gari unanunua mwenyewe, kama ni nyumba umenunua mwenyewe, kama ni vitu vya thamani umenunua mwenyewe. Hii inamaanisha kwamba una nyota kali sana utajiri, lakini vitu utakapokuja kumiliki vitatokana na nguvu ya jasho lako mwenyewe. Hivyo jifunze kwanza kujitegemea peke yako. Jifunze kwanza kukaa peke yako. Anza kujitenga na watu. Anza kutembea peke yako, kwa sababu mafanikio yako wewe hayatategemea sana watu, ila atategemea sana nguvu ya mikono yako mwenyewe. Na ndio maana nimekwambia kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakwambia ni kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi ambazo nakwambia siku ya leo. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya 5, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya 5 ni ndoto ya kuota unafanya mtihani na unafaulu kwa alama za juu sana. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe una roho kubwa ya kufanikiwa, sio ya kushindwa. Yaani wewe kwenye vitu ambavyo utakuwa unavifanya, utakuwa unafanikiwa na kuinuka sana. Nyota yako ni kali sana kiasi kwamba jambo lolote leo utakao kuwa unalifanya utakuwa unafanikiwa. Jambo lolote leo utakao kuwa unalifanya kwenye maisha yako utakuwa unafaulu. Hautakuja kukaa ukafeli. Kama ni biashara, utajikuta biashara unayofanya inaenda vizuri sana. Kama ni kazi, utajikuta kazi unayofanya inaenda vizuri sana. Kama ni ndoa, basi ndoa yako itakuwa inaenda vizuri sana. Kama ni mchumba, kama ni nini, chochote kile ambacho uko nacho kitakuwa kinaenda vizuri sana. Utakuwa na ile nguvu ya kuanza vitu na kumaliza vitu. Hii inaonyesha kwamba wewe kwenye maisha yako kuna nguvu ya kuanza vitu vizuri na kumaliza vitu vizuri. Unajua kuna watu wengi sana ambao mko mahali hapa mnanisikiza siku ya leo, hamna nguvu ya kumaliza vitu. Unaanza vitu vizuri sana, unapoanza vitu vinakuwa vinaenda vizuri, mambo yanakuwa yako vizuri, kazi inakuwa iko vizuri, mahusiano yanakuwa yako vizuri, lakini yanapofika sehemu yale mahusiano yanakufa, ile kazi inakufa, ile biashara inakufa. Kwa nini? Kwa sababu wewe nyota yako ni hafifu. Lakini unapoota ndoto za namna hii ambazo nakwambia hapa, unapoota kwamba unafanya mtihani na ule mtihani unaofanya unafaulu kwa alama za juu sana, inamaanisha kwamba wewe kwenye maisha yako una nyota kali sana, na nyota ile itakuwa ni nyota ya kufanikiwa na nyota ya kufaulu. Kwenye lote ile utakao kuwa unalifanya utajikuta unafaulu. Kwenye lote ile utakao kuwa unalianza, basi utajikuta unalimaliza. Kama umeota ndoto hizi ambazo zinaonyesha kwamba nyota yako ni kali sana, ni jambo gani unatakiwa kufanya? Ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya? Jambo la kwanza la kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Zaburi sura 20 mstari wa 4 inayosema, kujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Kwa utaingia kwenye maombi utasema, Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ndani yangu kuna haja ya kufanya vitu vikubwa, ndani yangu kuna mashauri ya kufanya mambo makubwa sana. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukayatimize kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, nakataa roho ya kufeli ndani yangu, nakataa roho ya kubaki hapa chini ndani yangu. Baba, nimekuwa nikiota ndoto hizi mara nyingi sana, lakini maisha yangu bado yamekuwa yako chini. Lakini siku leo natamka mafanikio na natamka kuinuka kwenye maisha yangu kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la pili utakalofanya, utafungua kile kitabu cha Zaburi sura 37 mstari wa 4 inayosema, nawe ujifurahishe kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Kwa utaingia kwenye maombi utasema, Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu wa mbinguni, nimekutegemea wewe. Baba, ninaamini kwamba utakwenda kunipa haja za moyo wangu. Baba, ndani yangu natamani biashara yangu iweze kukua, mahusiano yangu yaweze kuwa mazuri, ndoa yangu iweze kutulia, kazi zangu ziende kwenda vizuri. Baba, nipande cheo, Baba, niwe mtu mkubwa. Mungu, ninaamini kwamba haja zangu zote utakwenda kunijibu siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapofanya hayo mambo makubwa mawili niliyokuambia siku ya leo, utajikuta kwamba ile nyota kubwa ambayo iko ndani yako, yale maono ambayo unayaona ndani yako, vile vitu vikubwa ambavyo Mungu ameweka ndani yako, utajikuta kwamba vinaanza kudhihirika kwenye maisha ya kawaida. Na pia kama una ndoto yote ambayo hujui tafsiri yake, andika kwenye comment section mahali pale na nitakujibu mara moja. Na pia kama unataka kuweza kuwasiliana na mimi, chukua namba yetu ya simu inayoonekana upande wa kulia wa chini wa skrini yako. Usitume message please, piga simu yako. Napokea maelfu na maelfu ya message. Ukituma message kuiona ni ngumu, piga moja kwa moja, tutaongea na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Na pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii. Unaweza kutufollow kwenye mtandao wa Instagram, natumia Apostle Deus Sengo, kwenye Facebook natumia Apostle Deus Sengo, kwenye TikTok natumia Apostle Deus Sengo, kwenye Twitter pia natumia Apostle Deus Sengo. Unaweza kuendelea kutufuatilia kwenye platform zetu zingine ili kuweza kupata mafundisho haya kila kutoapo leo. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deus Sengo. Amen. Shalom. Peace.